Amina Saidi. Unaitwa Amina Saidi? Amina Saidi. Sawa. Na mtoto wangu ndio anakunywa pombe mpaka kiasi analala nje. Nilikuja wiki ile iliyopita. Ulikuja Jumapili? Jumapili iliyopita. Ndio. Yaani anaacha nyumba, anaacha chumba, lakini analala nje. Anaacha nyumba, anaacha chumba. Hadi mvua ananyesha na hata kama mvua inanyesha analala nje. Anatandika kama pale anaenda nyumba 4 anaenda kukaa. Anasema leo mimi nalinda. Silali. Bwana nyeshwa na mvua nje. Lakini ninachoshukuru ndio tangu Jumapili ile nilivyokuja. Tangu Jumapili ulipokuja. Yaani narudi ananisalimia vizuri, anaenda kazini, akirudi ndani maji hamna, anachukua ndoo, anachota maji, akimaliza hapo anasalimia vizuri, yaani sisemi. Sisemi. Mwanzoni ilikuwaje sasa mwanzo? Yaani mwanzoni alikuwa aseme saa 1 tu ameshalewa asubuhi. Saa 1 asubuhi ameshalewa? Lakini mpaka juzi jana anachukua kwenye nyasi uwanjani, anazunguka anakata, anafanya mpaka nyasi zilizoota uwanjani anatoa. Anatoa nyasi zilizoota uwanjani. Ukasema Mungu wangu. Jamani Mungu, nipata mkono wako hivyo. Yaani jana nimeomba nauli sina, nikasema mimi kesho sijui nife usiku, lakini kesho tutaenda kwa baba. Huyu mtoto wako ilikuwa ni lini? Yaani ana miaka mingapi akiwa katika hali ya kulewa pombe? Alianza kwenye uteja, mimi nasema ukweli. Alikuwa teja. Alikuwa teja. Basi Mungu amemwamuru akaacha mwenyewe. Akaacha uteja. Sasa baadaye tena alikuwa na swala hizi 5. Yaani hata kilichomfanyisha mpaka aende kwenye pombe mimi sijui. Ndio ndo tena kaingia kwenye ibilisi ya pombe, anakunywa. Na sio mdogo, nilimzaa mwaka 79. Umemzaa mwaka 79? Kwa ni mbaba. Mbaba anakuwa na wenzie na wajukuu. 79 sio leo. Lakini mpaka sasa hivi nashukuru. Baada ya neno la unabii unaotimia. Yaani baada ya neno la unabii unaotimia. Yaani na furaha, yaani hata machozi anataka kunitoka. Machozi yanataka kutoka kwa sababu ya ile furaha. Yaani unasikia uzuri, yaani ile furaha inazidi. Amina. Naomba yaani izidi kupita kiwango. Amina. Yaani watu mtaani sasa leo redio hatujasikia mtaani huu jamani. Mtaani huu hatujasikia leo redio. Mtaa umepooza. Baada ile kukesha akinywa pombe anakaa pale nje anapiga kelele. Anasema redio hajasikia siku. Wanasema siku redio hawasikii. Kwa walikuwa wamemuona redio mtaani. Video. Hebu mshangilieni Bwana Yesu kwa kazi kubwa. Mtu anayekutazama na kukusikia kwa habari ya neno la unabii unaotimia, unamwambiaje wewe? Wakati na yeye ana mtoto labda analewa kama wa kwako. Nitamleta huko. Utamleta huko? Hata kama nauli hana yeye anayakuendelea, mimi na ya kurudia nitamsaidia. Njoo hapa mama, sogea hapa. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya mama huyu. Umeyaponya maisha yake na maisha ya mwanae katika jina la Yesu. Neno hili la unabii unaotimia limetimia maishani mwako. Na Mungu kakubariki katika jina la Yesu. Amen. Nenda mama kaketi kwenye nafasi yako. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi wakati mama anakwenda kukaa. Nani mwingine? Karibu. Kwa jina naitwa Yokadia Joni. Ndio. Nimetokea kwa Walioba. Ndio. Naabudu mahali hapa. Amen. Namshukuru Mungu Jumapili iliyopita alituombea. Ndio. Tuweze kuomba tupate kazi. Ndio. Na mimi nikaombea hilo swala la kazi. Na Jumatatu tukasema tufunge. Akasema tufunge siku 7. Sawa. Nikaomba siku ya kufunga. Nikaomba nipate kazi. Jumatatu. Nikaanza mfungo, Jumanne nikatoka. Siku ya Jumanne ukatoka. Nikatoka. Kaenda kwa rafiki yangu tafuta nguo. Nilipotafuta nguo. Nikaona na namba ambayo rafiki yangu nimepotelewa nayo siku nyingi. Nikazipata sina namba. Nikapata zile namba.
Nikamtafuta, alikuwa Karume. Nikampigia simu akapokea. Sogeza mic yako mdogo. Nikaenda pale, nilipoenda pale, nilipofika tu mahali pale, nilipomsalimia yule dada, rafiki yangu, bosi wake alikuwa pembeni. Akasema huyu dada yako? Akasema ndio. Anaonekana ni mshonaji. Unaona? Akasema ndio ni mshonaji. Akasema ndio, huyu anashona, nilikuwa naye. Akasema basi kazi ipo hapa. Wewe unasemaje? Bosi akasema kazi ipo hapa. Wewe unasemaje? Wewe unasemaje? Nikasema lengo langu la kuja hapa ni kutafuta kazi. Akasema kazi umepata. Amina. Lengo lako la kutoka nyumbani kwenda pale ni kutafuta kazi. Bosi akakwambia kazi umepata. Kazi umepata. Ndio. Nikamshukuru Mungu kimya kimya tu pale. Nikasema asante Mungu. Akasema una mashine? Akajua bado nipo Ilala. Nikamwambia sina mashine, ipo Majoe. Akasema sasa itakuwaje? Nikamwambia sijui, hapa nilipo sina hata ile nauli ya kusema nichukue mashine nilete hapa. Sina. Akasema usijali, kuna mtu hapa anataka ahamishe mashine yake. Kwa hiyo utakuwepo hapa. Wewe tumuombe ile mashine ili uendelee kutumia, upate hela ili usafirishe mashine yako uilete hapa. Akasema sawa. Nikakubali. Akasema kuna shati lingine. Ongea na huyo mdogo wako atakwambia. Nikaenda nikaongea naye yule mdogo wangu, akasema hapa shati unaanza kwanza kutoa hela. Unatoa 60 miezi 5. Hakuna kwanza. Sema Mungu nisaidie. Kazi gani hii mpaka 60 kwanza? Kodi hiyo. Kodi ya pale. Okay. Kwa hiyo ile ofisi kumbe unapanga wewe sasa. Yaani ile napanga mimi natoa hela. Sema Mungu nisaidie. Akasema nenda kaongee na bosi. Yule bosi yule akasema usijali. Akasema usijali, kodi utalipa. Akasema usijali. Tunakupa wiki 2 ufanye kazi kwa sababu kazi ni za kwetu wenyewe. Tunachukua kazi huko tunaleta hapa. Kwa hiyo tutakukabidhi kazi ufanye, utakapopata hela utalipa. Akasema asante Mungu. Kwa hiyo unalipia ofisi ya kwako. Nalipia ofisi miezi 5 kwanza. Kazi za kwao wenyewe wanalipa. Utakapopata hiyo 60 na walipa. Ila naendelea na kazi, nishaanza kazi. Sasa hivi umeshaanza kazi? Nishaanza kazi. Endeleeni kuomba na msiache kuja mahali hapa. Msikuwe na imani, amini kila anachoongea mtumishi. Kwa neno la unabii. Amini, hakuna kinachoshindikana. Sogea hapa. Bwana Yesu, kwa ajili ya neno la unabii unaotimia, umelitimiza katika maisha ya mtu huyu. Ndio, neno hili likuzalie matunda na kukuzidisha katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Pigie Yesu makofi makubwa katika jina la Yesu Kristo. Karibu mtu wa Mungu. Karibu mtu wa Mungu. Yesu asifiwe. Amina. Tuambie unaitwa nani au mama nani? Naitwa Maima, natokea Majoe. Ndio. Jumanne iliyopita nilikuja mahali hapa. Nikuja hapa. Jumatano ndio nikawa, maana mtumishi alikuwa amefundisha neno la unabii, wiki hiyo alikuwa anatembelea neno la unabii unaotimia. Ikaanza kutimia kwenye ndoto. Kuhusu mume wako. Alikuwa shetani amempiga kwenye uchumi mwezi mzima. Kwa hiyo nilipoota ile ndoto. Kaota ndoto gani? Niliota kwamba amevalishwa nguo nyeusi alafu nyeupe inaonekana kwa ndani kidogo. Yaani amevaa joo jeusi kwa ndani ndo kuna kanguo keupe kwa mbali. Alafu hapo tukawa naona kama tunatembea kwenye daraja, lakini ile daraja walipanga miti mawe makubwa. Kwa hiyo tukitaka kupiga tu hivi hatuwezi. Wewe na mume wako? Sasa ikabidi tushuke kwenye ile daraja tupite pembeni. Tukafanya maombi, tukaomba, akasema wiki hii Mungu atazungumza naye. Kweli ilipofika Alhamisi, Mungu akawa amemtendea. Akamtendea mume wako? Akamtendea, akapata kazi. Ndio. Nikamwambia mtumishi alisema hii wiki hakika haitakuacha bure. Akawa amepata kazi. Hapo jana tena tulikuwa na maombi yale ya kupiga kila maroho ya kichawi. Sawa. Tukasali, nilipoenda nyumbani ile nimekaa
naona kama mende anatoka, ameenda, amepitiliza. Afu tena akarudi. Akaenda tena taratibu, anatembea tena, anarudi pale pale nilipoketi mimi. Nikasema hawa ndio wale ambao walikuwa tunawapiga. Sasa kwa sababu umeenda narudi, yawezekana ndio siku yako leo. Nikampiga pale pale, akafa pale pale. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa sababu amenitendea. Mungu akubariki na kukuzidisha, amuongeze mume wako, na kwa jina la Yesu njia na daraja la maisha yenu limeimarishwa kwa neno la Bwana katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya, haleluya. Majina yangu naitwa Elizabeth Michael Mahinyila. Elizabeth Michael Mahinyila. Michael Mahinyila. Amen. Ndio. Mungu yupo, narudia tena. Amen. Nikianza kusimulia ni story ndefu. Lakini Mungu ananitendea sana wa mahali hapa. Amina. Nilianzisha hatua moja kwenda, lakini sasa hivi nashukuru Mungu ameniongezea hatua nyingine. Ulianzia wapi na sasa uko wapi? Nilianza tu hatua ndogo ndogo ya kuuza mboga. Sawa. Lakini katika kutembea kwanza watu walikuwa wananishangaa. Wanashangaa kuuza mboga. Nauza kama nina dawa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani naondoka saa 2 saa 5 nishamaliza mboga. Umerudi nyumbani. Wenzangu wengine ambao wazoefu yani mpaka wanarudi nazo. Lakini mimi nashukuru. Ni wazoefu lakini wanarudi nazo. Na sasa nishatengeneza wateja. Hata kama nikifika saa 6 wanisubiri. Wanakuwa wamekusubiri. Lakini huko kwenye mboga nikakutana na hatua nyingine ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimepata kazi. Haleluya. Jamani, mahali hapa Mungu yupo. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Sifa na utukufu kwa Mungu alianzia mboga, sasa ana kazi. Haleluya. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Na wewe ujapoonekana udhaifu, Bwana atalikuza jina lako. Amina. Bwana atakuongeza. Bwana atakuzidisha kwa jina la Yesu. Hebu punga mkono wako juu wa kuume. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Neno la unabii unaotimia liingie katika maisha yangu na kutimiza makusudi yote yaliyopandwa na Mungu katika moyo wangu kwa neno lake katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Naomba kitu kimoja, isome neno la Mungu. Tunaanzia Ufunuo 3 mstari wa 8, 3, 8 na 9. Biblia inasema, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Pigie Yesu makofi. Mstari wa 9, tazama nimekupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. Piga Yesu makofi, anayetupenda watu wake katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kimsingi neno la unabii unaotimia ni neno ambalo kabla halijawa na hatua nyingine yoyote, cha kwanza Mungu anakupa watu. Pointi ya kwanza, lazima wewe ndio unaelewa neno la unabii. Neno la unabii linapokuwa linakuja kwenye maisha yako, pointi ya kwanza, anakupa watu. Amina. Sema watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So, ili mtu awe duni, ili mtu awe amepigwa, ili mtu awe ameangamia, Shetani anakupotezea watu. Haleluya. Akisha kupotezea watu, unakosa utukufu, unakosa ulinzi, unakosa kila kitu kwenye maisha, kinapotea. Kwa Mungu anapoleta neno la unabii hata sasa, jambo la kwanza, neno la unabii litaleta watu kwenye maisha yako.
Ingekuwa mimi ningempigia Yesu makofi makubwa sana. Haleluya, haleluya. Chochote unachokiona juu ya uso wa nchi, Mungu anapobadilisha historia ya maisha ya mtu yoyote, anampa watu. Amen. Na Mungu anapokupa watu, anakupa watu ambao wametengeneza rasmi kwa ajili ya maisha yako. Amen. Bwana asifiwe. Ndio maana mtu aliyetoka kushuhudia hapa anasema alikwenda kutafuta kazi, lakini kuna namba ya simu alikuwa ameisahau, na baada ya kuisahau kwa muda mrefu akaipuuza, akaiona sio kitu, akaiona haina msaada. Lakini neno la unabii likamkumbusha, piga ile namba. Alipopiga ile namba, haleluya, ile namba ilipoita, bila shaka akapewa uelekeo kwamba rafiki yake yuko wapi. Alipofika kwa rafiki yake, kamkuta bosi. Neno la unabii likazungumza na bosi kwamba anaonekana kama mshonaji. Tuko pamoja? Neno ndo linamzungumza na bosi. Neno linamgeuza bosi awe upande wa nia ya mtu aliyekwenda pale. Neno la unabii linakuja kubadilisha situation taratibu. Amina. Haleluya. Yule bosi moja kwa moja nikampa picha kwamba huyu ni mshonaji. Kwa ndio maana anasema anaonekana kama mshonaji. Akasema hujakosea, umepatia. Kwa hiyo vipi? Angekuwa anatafuta kazi. Akasema hata hivyo nimetoka nyumbani kuja huku kutafuta kazi. Lakini angalia neno la unabii unaotimia linatengeneza nini pa? Haleluya. Linatengeneza muunganiko kati ya mtu husika anayetafuta kazi na mtu mwenye kazi. Hebu tupungiane mikono kama kweli unaelewa neno la unabii unaotimia katika maisha. Haleluya, haleluya. Amen. Niombe mtu wa Mungu, ilikuwa jana juzi? Jana. Haleluya. Naomba simame uje hapa mbele. Kabla siku mbili nyuma, Mungu alinipasha habari za mtu huyu. Yaani ndani ya mtu huyu namuona hivi. Haleluya. Lakini anaishi ni watu hawa wawili. Huyu wenye sura yake, umbile lake, kimo chake, jina lake, wako wawili. Maana yake adui kupitia mawakala wakatengeneza kiumbe ama mtu, lakini mwenye muonekano wa huyu mtu aliyetengenezwa kutokana na nguvu za giza. Maana yake anakuja kulikava kwenye sehemu yake. Kwa neno la unabii ni taa. Neno la unabii ni ufunguo. Kwa Mungu alipoliachilia lile neno la unabii, akajua anamtafuta, akaruhusu nabii azijue taarifa za huyu pamoja na mtu bandia aliyoko kwenye maisha yake, anayetumia sura yake, kimo chake, muonekano wake. Haleluya. Ndipo nilipompigia simu akasema napitia changamoto. Nikamwambia basi changamoto yako imekwisha. Njoo nyumbani mwa Bwana. Neema ya Bwana imeruhusu kupambanua na kumuondoa unaitwa nani? Maana yake ndani ya maisha yake kuna Eliza feki. Amina. Haleluya. Eliza feki ataondoka. Amen. Ataangamizwa kwa neno la Bwana, kwa sababu neno la unabii ni upanga pia. Amina. Unakata. Amina. Neno la unabii unaotumia ni nyundo, inavunja, inaponda. Maana yake yule Eliza feki sasa ataangamizwa. Amina. Halafu atabaki Eliza mwenyewe. Mungu ataifunua ile picha ya neno lake
lenye makusudi ambayo Bwana ameyaweka maisha Eliza anataka kuishi. Amina. Haleluya. Na wewe ujifunze kusema na kulitegemea neno la unabii, sio kutegemea mazingira. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Basi, hebu sogea pale. Nataka nikuonyeshe kile ambacho kilichopo. Mkono wako juu mtoto. Hebu niombe kabisa tusimame, nyosha mikono yako juu. Mkono wako wa kuume mbele hapa kwenye madhabahu. Niombe tusimame kanisa. Wewe Eliza feki ambaye umeingilia maisha ya mtu huyu, umeyavamia maisha yake, saa ya neno la unabii unaotimia, yote ni kutafuta lisitimie neno la unabii kwenye maisha yake. Leo ninakuapisha umtoke kwa jina la Yesu Kristo. Out. Ewe Eliza feki, katika jina la Yesu Kristo ninakupiga na kukusambaratisha. Toka ndani yake. Huyu atakaponyanyuka hapa, atanyanyuka yule Eliza original. Ile sura original ndo naitaka kwenye maisha yake. Machie. Katika jina la Yesu Kristo, kuanzia leo. Simama, simama. Katika jina la Yesu Kristo, naomba nitazame mimi. Yes. Weka mikono yako juu. Asante Yesu kwa sababu naishi. Katika jina la Yesu leo nambariki Eliza original. Eliza original. Eliza original. Eliza original. Katika jina la Yesu. Yes. Achia maisha yake kila uchawi na uganga, kila ushirikina, pepo lenye kugeuza sura ya mtu macharaka, awe huru katika jina la Yesu. Aachiwe Eliza huyu, afunguliwe Eliza huyu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Lazima naomba simama kidogo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe wakati mtomo, wakati umesimama ukitusalimia. Bwana asifiwe. Nikashangaa nyayo za miguu yako zinafanana na mtu anayetembea barabara yenye mchanga mwingi. Barabara hii yenye mchanga haimpi mtu nafasi kwenda mwendo anaostahili kwenda. Umeshaona mfano huu? Mtu akiwa anatembea kwenye mchanga, si tunafahamu anatumia nguvu kubwa, lakini anakuwa kama na slip. Ndio mwendo wa maisha ya mtu wa Mungu hapa. Lakini nilipokuwa nimeangalia, haleluya, nikakuta nyuma yake kuna baba mfupa mwenye mwili mkavu, sio mnene, sio mwenye bonde kama la kwako. Lakini nilipomfuatilia huyu baba mwenye mwili mkavu, nikakuta nyuma yake kuna maisha duni. Sijakuta mtu mwenye ufahari, nikakuta mtu mwenye maisha duni fulani. Bwana asifiwe. Hafu Roho wa Bwana akawa ananiambia hawa ndo asili ya kijana. Neno la unabii lisipobadilisha historia ya tangu asili ya familia iliyokuzaa, amen, utakuwa unafanana na mtu anayetembea kwenye mchanga, ambaye hata kwenda kwa mwendo wake stahiki anaotakiwa kwenda nao. Kwa ina maana kwamba huyu hakuwa mwingine, ni upande wa baba yako. Sijajua kama historia hii unaweza kaijua. Uijui? Okay. Una baba mnene? Baba yako mzazi? Babangu sio mnene, sio mbonde sana.
Ndio mnamaanisha kwamba sio bonge. Cha kwanza. Cha pili mweusi. Cha tatu sio mrefu. Huyo baba yako wewe, nyuma yake nakuta mtu baba yake na baba yako, bado naye mambo yake sio mazuri. Historia yake inavyoongea, ukitaacha wewe, nyuma yako kuna baba, bado mambo yake hajawahi pasua, hajawahi toboa. Yani baba yake naye ana mfumo ule ule, mfumo ule unafuatilia maisha yako, ndio unaopelekea wewe utembee mfano wa mtu anayetembea kwenye njia yenye mchanga mwingi. Hawezi akawa na spidi inayostahili kwenye maisha yake kwa sababu ya hivi. Na hapo nimekuzungumzia kifupi kutokana na muda wetu umetutupa, lakini nikakuta kwamba kwenye hatua zako bado haujawa na hatua ya wewe kujitegemea, yaani hatua za kwako wewe kama wewe. Hatua zako nikakuta wanazifuatilia, wanapofuatilia, unaponyanyua mguu unakwenda kunyanyuka kukanyaga mahali pa nyayo yao. Kwa hata kama sasa unajikakamua, hata kama sasa una plan, una muono, lakini bado hatua zako zinataka kutembea juu ya nyayo zao. Kwa hiyo nakuomba, Bwana alionielekeza kwamba wewe nitakuosha miguu ili kukutenganisha na ile historia from wazazi kuja kwako, na kuanzia hapo Bwana atakupa neno la unabii litakalotimiza lengo na nia ya Mungu kwenye maisha yako, itakayopelekea kwamba uonekane ni mtu ambaye unatembea katika hali ya kawaida ukiwa chini ya usimamizi wa hatua za kiungu kupitia neno la unabii kwa jina la Yesu. Neno la mtume. Uwe na amani na Bwana. Wewe ni wangapi kuzaliwa kwenu? Wewe ni wanne. Wa kwanza yuko wapi? Wa pili yuko wapi? Wa tatu yuko wapi? Wa kwanza yuko Marekani, wewe ndio wanne. Basi Bwana atakupa uwezekano mkubwa sana baada ya historia hii kuondolewa chini ya nyayo za miguu yako. Piga Yesu makofi makubwa. Haleluya, haleluya. Bwana sio mambo kwetu mtoto. Neno la unabii litakwenda kutimia kwa utimilifu wote. Amen. Piga Yesu kabisa katika jina la Yesu Kristo.